Nitampata wapi sehemu ya 3. Karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Nitampata wapi. Simulizi hii yenye kisa cha kweli. Simulizi inayoelezea maisha halisi, maisha ya upendo, uvumilivu, usaliti katika mahusiano. Anayetusimulia kisa hiki ni kijana anayefahamika kwa jina la Goodluck Thomas. Ni kipi ambacho Goodluck anataka kutueleza? Ni nani ambaye Goodluck anasema atampata wapi? Twende naye sambamba. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Goodluck anaendelea kutueleza. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Goodluck tayari amefanikiwa kuhitimu masomo yake katika chuo cha ufundi. Baada ya hapo, Mungu akamsaidia akapata kazi katika kampuni moja iliyopo jijini Mbeya. Baada ya kupata kazi, Goodluck anasema kwamba maisha yangu yalikuwa ni mazuri kwa wakati huo. Hadi kafikia kipindi nikapanga chumba, lakini wakati nimepanga chumba nikaanza ujenzi. Nilianza ujenzi wa kujenga, nilinunua kiwanja kisha nikaanza kujenga nyumba. Na wakati naendelea kujenga nyumba, nilimpeleka chuo mpenzi wangu Kolumba ili akaendelee kusoma, ili baadaye tutakapobahatika kufunga ndoa na kuja kuwa mume na mke, basi tuweze kusaidizana katika kuendesha gurudumu la maisha yetu. Basi yote hayo yalikamilika kwa uwezo wa Mungu. Kolumba nikafanikisha kumpeleka chuo na mimi maisha yakawa mazuri, lakini sikuweza kukaa na Kolumba pale nyumbani ambapo nilikuwa nimepanga. Ni kwa sababu Kolumba kwa sasa alikuwa ni mwanafunzi, lakini makubaliano yetu ambayo tuliyapanga tangu mwanzo ni kwamba tutaishi kama mume na mke hadi pale atakapohitimu chuo na kukamilisha mipango yote ya ndoa. Tuliogopa kukaa kwa pamoja ni kwa sababu tuliogopa tusije tukafanya makosa mengine ya kuja kuongeza mtoto mwingine wa pili ambaye angezaliwa nje ya ndoa. Basi Kolumba alikuwa anakuja kunisalimia pindi akipata likizo kisha anarudi nyumbani kwao. Na mimi maisha yaliendelea huko jijini Mbeya, lakini nilihakikisha kila mwezi natuma pesa matumizi nyumbani kwa kina Kolumba. Nilikuwa natuma pesa matumizi nyumbani kwa kina Kolumba ni kwa sababu mtoto wangu alibaki nyumbani kwa kina Kolumba, lakini pia nilihakikisha kwamba kila mwisho wa mwezi Kolumba namtumia pesa za matumizi. Najua Kolumba ni mtoto wa kike, kuna mahitaji maalum ambayo angekuwa anahitaji hata bila kuniambia. Kwa hiyo nikiwa kama mwanaume na ambaye najitambua, basi nilijiongeza nikawa namtumia kiasi kikubwa cha pesa Kolumba ili asije akapata vishawishi kutoka kwa wanaume wengine ambao wenye tamaa. Basi maisha hayo yakaendelea. Nakumbuka kipindi ambacho Kolumba amefika mwaka wa pili chuoni, kuna tatizo ambalo lilitokea pale kazini. Kuna wizi ambao ulitokea pale ofisini. Hivyo tukaonekana mimi na mwenzangu mmoja ndio ambao tumehusika katika wizi ule, jambo ambalo lilikuwa si la kweli. Nilijaribu kujitetea lakini hawapi, hamna ambaye alinielewa. Lakini kumbe mwenzangu kuna namna ambavyo alifanya kwa ajili ya kukamilisha ule wizi. Kwa hiyo na mimi nikajumuishwa katika wizi ule, ni kwa sababu tulikuwa tupo katika kitengo kimoja. Mimi kazi ile ndio ambayo nilikuwa naitegemea kukaa pale mjini. Kazi ile ndio ambayo ilikuwa inaniweka mimi mjini. Kazi ile mimi ndio ambayo nilikuwa naitegemea kwa kila kitu. Japo familia yetu kwa upande wangu ilikuwa inajiweza, lakini kama mtoto wa kiume nilitaka nijitafute mimi mwenyewe. Sikutaka niipe mzigo familia yangu kwa kuwa mimi tegemezi. Hivyo nilifanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha kwamba najitafuta na kila kitu nakipata kwa jasho langu na kwa halali. Lakini baada ya tukio hili kutokea, nikajikuta ndoto zangu zote zinafutika kwa sababu hata nyumba ambayo nilikuwa nimejenga nilishindwa kukamilisha. Tatizo hili lilitokea kati nyumba yangu imefika katika level ya renta, hivyo nikashindwa kuiendeleza. Lakini nikiwa kama mwanaume sikutaka kuonyesha madhaifu yoyote kwa mpenzi wangu Kolumba kwamba tayari nimeshafukuzwa kazi. Hivyo nikajitahidi kufanya mishemishe za mjini hapa. Nikawa najitahidi kila mwisho wa mwezi angalau Kolumba nimtumia 200,000 na nyumbani kwa kina Kolumba niwatumie 100,000.
Nilifanya hivi ni kwa sababu ili nisionyeshe tofauti yoyote kwamba mimi tayari sina kazi. Sina kazi ya kudumu na sina kazi ya kuaminika. Mimi nilikuwa nafanya tu madili ya mjini. Nikajikuta kila dili ambalo niliona ni dili zuri na dili halali, basi mimi nilikuwa napita nalo ili mradi tu nihakikishe kwamba angalau ikifika mwisho wa mwezi basi mfukoni niwe hata nina 500,000 au 400,000 ili pesa nimtumie Kolumba. Lakini kuna wakati mambo yakawa yanaenda ndivyo sivyo. Mambo yakawa hayaendi. Unajua madili haya ya kubumba tu, kuna wakati mambo yanakuwa ni magumu. Hivyo nikawa nakosa hela. Nakumbuka kuna mwezi wa kwanza nilikosa pesa. Nikampigia mpenzi wangu Kolumba na kumwambia kwamba, "Samahani mpenzi wangu, najua ilibidi nikutumie pesa mwezi huu, lakini ofisini kuna mambo ambayo yameingiliana. Hivyo mwezi huu nitakuwa sina pesa za kukutumia. Hata nyumbani pia sitakuwa na pesa za kuwatumia. Kwa hiyo nilikuwa naomba chochote ambacho utakipata kuanzia sasa nitakacho kutumia, naomba ukipokee kwa mikono miwili. Bado napambana ili nirudi katika mstari ulionyooka." Kolumba akaniambia, "Sijakuelewa bado Goodluck. Yaani unaniambiaje una pesa? Na zimeenda wapi? Na kipi ambacho kimetokea hapo ofisini kwenu mpaka mkose pesa?" Ikabidi nimdanganye Kolumba. Nikamwambia kuna mambo tu ambayo yametokea ambayo hata mimi sijui, lakini ipo siku nitakwambia, ila kwa sasa naomba utumie kwa budget hichi kidogo ambacho nitakuwa nakupatia. Kolumba akaniambia, "Oh, sawa, lakini kama unavyojua mimi ni mtoto wa kike, nahitaji matunzo, na pia mtoto wako kule nyumbani anahitaji matunzo, kwa sababu wewe ndio baba wa familia. Ikiwa wewe ni baba, inapaswa utimize majukumu yako kwa weledi na inavyotakiwa. Usije ukaanza kunipa maneno ambayo haeleweki, sijui kazini kumefanyaje. Wewe fanya uwezavyo, pesa kila mwezi iwe inapatikana." Nikamwambia, "Usijali mpenzi wangu, nitahakikisha kila mwezi unaipata pesa kama ilivyo kawaida, lakini si kwa kiwango kile ambacho umekizoea. Saizi kabisa naona kwamba kiwango kitashuka mpenzi wangu. Naomba univumilie. Ndani ya miezi hii hapa michache nitakaa sawa." Kolumba kaniambia, "Oh, sawa. Nimekuelewa." Lakini baada ya maongezi haya nilihisi kabisa kumpoteza mpenzi wangu Kolumba. Ni kwa sababu tayari nimeshamzoesha kuishi katika mazingira mazuri. Nikawa nawaza, nitamwambia vipi Kolumba kwamba tayari mimi sina kibarua tena, tayari mimi sina kazi tena, tayari kibarua kilishaota nyasi. Nikawa najifikiria ni namna gani ya kuweza kumwambia, lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, mtaani nako mambo yakawa magumu. Nikawa sipati tena pesa zile ambazo nilikuwa nazipata hapo awali, jambo ambalo lilinifanya niendelee kuchanganyikiwa. Na Kolumba muda wote alikuwa akinipigia simu kuniomba pesa, akizani kwamba mimi nina pesa. Nakumbuka siku moja Kolumba aliniomba shilingi 300,000. Na mimi nilikuwa sina hiyo 300,000, lakini nilipambana sana kuipata hiyo pesa. Nilibeba mizigo, nikafanya kazi za udalali, nikawa kondakta wa magari. Yaani nilifanya kila njia ili mradi tu nione nitaipata vipi hiyo pesa ambayo Kolumba alikuwa anaitaka. Lakini mwisho wa siku nikajikuta nimeambulia kupata shilingi 100,000. Nikamtumia Kolumba 100,000. Nikamwambia mpenzi wangu Kolumba, "Hii ndio pesa ambayo nimeipata. Samahani sana kwa kukupa kiwango kidogo ambacho haukukidhamiria kukipata kutoka kwangu. Lakini naomba univumilie mpenzi wangu. Maisha ni changamoto. Maisha ni kupanda na kushuka. Naomba hichi kidogo ambacho nimekipata, naomba ukipokee." Kolumba akaniambia, "Hivi Goodluck una akili kweli wewe? Unajua mimi siku hizi sikuelewi. Yaani sikuelewi kabisa. Yaani ni mwezi wa 3 sasa. Kila nikikomba pesa unanipa kiwango kidogo. Kila nikikomba pesa unaanza kunipa maneno. Una nini lakini wewe? Au kuna mwanamke mwingine ambaye umempata ndiye ambaye unampa mahitaji yake yote muhimu, si ndio?" Nikamwambia, "Hapana Kolumba, unatakiwa unielewe. Mimi katika maisha yangu sijawahi kuwa na mwanamke mwingine zaidi yako. Mwanamke wangu ni wewe tu Kolumba, na wewe ndio mwanamke wa ndoto zangu, wewe ndio mwanamke wa maisha yangu. Sipo tayari kuwa na mwanamke mwingine yule katika maisha yangu. Naomba unielewe kipenzi. Ni muda mfupi tu. Nacho hichi ni kipindi, niamini tutapita. Tutavuka mpenzi wangu." Kolumba akaniambia, "Oh, tutavuka? Yaani hapo bado hujanioa. Umeshaanza kupita katika vipindi vigumu. Una akili kweli wewe? Au nafikiri mimi nitakuvumilia kama ambavyo nilikuvumilia kipindi kile ambapo nimemaliza kidato cha 4, si ndio?" Nikamwambia, "Hapana mpenzi wangu, unakosea. Unakosea kuniambia hivyo. Ni kwa sababu mimi na wewe tuna miadi mingi. Mimi na wewe tuna mipango mingi ambayo tumeipanga mimi na wewe ya kimaisha. Kwa nini Kolumba hutaki kunielewa katika kipindi hichi kifupi ambacho mimi napitia mpenzi wako? Wewe ndiye ambaye ulitakiwa kuwa mfariji katika
kipindi hiki ambacho nakipitia. Nimekwambia kwamba kuna shida ndogo ambayo imetokea ofisini, hivyo tumecheleweshwa kupatiwa mishahara. Naomba unielewe mpenzi wangu. Kolumba akaniambia okay, sawa. Lakini hakikisha unatafuta pesa unapeleka nyumbani za matumizi, kwa sababu yule ni mtoto wako, hali hewa wala hali kokoto, na anahitaji huduma, anahitaji kula, kunywa na kuvaa. Wewe ni baba na inakupaswa uvae majukumu ya ubaba, sawa? Na huku chuoni kuna ada ambayo unadaiwa, inatakiwa ulipe, kwa sababu wazazi wangu nimewapigia simu, wameniambia kwa sasa hawana pesa, kwa hiyo hili ni jukumu lako. Nikamwambia sawa mpenzi wangu. Basi mimi nikaendelea kupambana. Nikapambana na kupambana usiku na mchana, nikatafuta kazi za kila aina. Kila kampuni ambayo naenda kufanya kazi nakuta nafasi zimejaa. Huku mtaani nako madili yakawa magumu. Kila sehemu ambayo nagusa napata tu ni pesa ya kula. Kwa hiyo nikajikuta labda kwa wiki inakuwa na shilingi 10,000, 5,000, mwisho wa mwezi unakuta na 30,000, jambo ambalo lilikuwa halikidhi mahitaji ya Kolumba. Basi ikabidi tu nijitoe kimasomaso niende nyumbani mkoani Rukwa ili nikamweleze mama ukweli. Basi nilipofika nyumbani nikamkuta mama yangu. Mama yangu alinipokea kwa bashasha, lakini akaniambia, mtoto wangu, ina maana miezi hii kazi zimekuwa ngumu. Mbona kipindi kile wakati unaanza kazi ulikuwa umenawili vizuri kabisa na ulikuwa umependeza, lakini saa hizi umekuja na muonekano tofauti. Ni kipi ambacho unakiwaza kijana wangu? Nikamwambia mama, wewe acha tu. Yaani mtoto wako nina mengi ambayo ninapitia. Naomba nipumzike kwanza kwa sasa, alafu baadaye nitakujuza kila kitu ambacho kimetokea. Mama akaniambia sawa kijana wangu, unaweza kwenda kupumzika. Basi mama akaendelea kuniandalia chakula pale nyumbani na kuendelea na shughuli zake zingine ndogo ndogo za pale nyumbani. Ilipofika mida ya jioni, mida ya saa 2 hivi usiku, baba yangu alikuwa ni mtu wa kusafiri na alikuwa ni mtumishi wa serikalini. Hivyo mara nyingi alikuwa ashindi nyumbani, na mimi nyumbani nilikuwa nashinda na mama peke yake. Na baba alikuwa anajitahidi sana kuhakikisha kwamba pale nyumbani kunakuwa katika mazingira mazuri. Anahakikisha chakula kinakuwepo cha kutosha, mahitaji yote muhimu ambayo yanahitajika basi yanakuwepo kwa wakati. Basi siku hiyo nakumbuka ilikuwa ni mida ya usiku saa 2. Mamangu akaanza kuniambia, niambie kijana wangu. Vipi, kwa sababu umenitisha sana. Mimi good luck ninaye kujua huo sio mwili wako. Ni kipi ambacho kimekukuta mtoto wangu? Nikamwambia mama, yani uweze amini, ni mambo makubwa ambayo yamenikuta huko kazini, lakini nilishindwa kukwambia wewe wala kumwambia baba, hata ndugu yangu yoyote yule sijamwambia. Mama kaniambia, mbona unanitisha kijana wangu? Ni mambo gani hayo ambayo yamekukuta? Nikamwambia mama, yani uweze amini, ni miezi 6 sasa. Sina kazi, nimefukuzwa kazi. Nilikuwa naishi tu kwa kazi za kuungaunga. Mara leo nipate, kesho nikose, hivyo. Na ukizingatia Kolumba mimi ndiye ambaye namhudumia kwa kila kitu kule chuoni. Hata mtoto wetu pia namhudumia. Lakini naogopa, nashindwa kumwambia Kolumba. Nashindwa kumwambia kwamba mimi kwa sasa sina kazi. Sijui atanichukuliaje. Kwa sababu hata akiwa akiniomba pesa nikimwambia kwamba kwa sasa sina pesa kiwango kile ambacho anakihitaji, huwa anakasirika. Na mimi mama, unanijua mtoto wako, sipendi kuona Kolumba akikasirika. Ni kwa sababu nampenda sana Kolumba. Ni kwa sababu sijawahi mpenda mwanamke mwingine zaidi ya Kolumba. Kitu ambacho nilikuwa nakuomba mamangu ni kwa sababu nimepambana sana. Nimeogopa naweza nikaingia katika janga la uhalifu au kundi la uhalifu kwa sababu tu ya kumridhisha Kolumba. Mimi kwa sasa sina kiwango tena cha kuweza kupata kwa mwezi 500 nikamtumia. Mimi uwezo wangu kwa sasa ni mdogo sana. Pesa naweza nikapata 1,000,000 siku nyingine hata 1,000,000 inakuwa ni ndoto kwangu. Nilikuwa naomba umwambie Kolumba, nakusikiliza wewe mama. Naomba umwambie kwamba mimi kwa sasa sina kazi. Anivumilie tu. Na kama mambo yatakuwa magumu na huko nyumbani kwao atamfukuza, basi aje hapa nyumbani, kwa sababu mimi tayari nilifanikiwa kumlipia ada ya miaka yote 3. Kwa hiyo yamebaki tu nimehitaji madogo madogo. Kwa hiyo akimaliza nilikuwa naomba aje tu hapa nyumbani ili tuangalie ni namna gani ya kufanya, wakati na mimi naendelea kupambana kutafuta kazi zingine. Lakini kwa sasa mamangu, namna anavyoniomba pesa nashindwa kumdanganya. Kwa hiyo ukimwambia akikupa jibu basi utaniambia. Mamangu akaniambia, pole sana mtoto wangu, lakini kuna kitu ambacho umekikosea. Kitu hicho ni kushindwa kumwambia ukweli Kolumba, kwa sababu Kolumba kwa sasa sio kosa lake.
Kolumba anakuomba kiwango cha pesa ambacho anajua una uwezo nacho na una uwezo wa kupata na kumpa. Ni kwa sababu ulimwaminisha kwamba wewe tayari kwa sasa umejipata na una pesa za kutosha. Sasa ilikupaswa baada ya kufukuzwa kazi ndani ya mwezi mmoja, ule mwezi ambao umempa pesa, ungempanga kisaikolojia kwa kumwambia ukweli. Ungemwambia ukweli kwamba kwa sasa una kazi tena, ili ujue mwanamke wa kweli, mwanamke mwenye upendo wa dhati angekuvumilia katika kipindi chochote kile. Kama ameweza kukuvumilia tangu kipindi unasoma, atashindwa kukuvumilia kipindi hiki ambacho tayari una vyeti vyako na una ujuzi wako wa kutosha. Hiyo ni changamoto tu ya maisha. Na hao ambao wamefanya matukio hayo hadi ukasababishwa kufukuzwa kazi, hata usiwalaumu. Mipango ya Mungu mwanangu ni mengi. Uweze jua Mungu amekuepusha na nini katika hiyo kampuni. Uende ungengangania, kuna mambo makubwa ambayo yangekupata na ungeshindwa kuyahimili. Kwa hiyo mshukuru Mungu kwa kila jambo. Nikamwambia, asante mama kwa ushauri wako. Wewe ndio mtu wa kwanza kuweza kunitia moyo na kunifariji. Umenifanya nijione mimi kuwa good luck mpya. Lakini kwa sasa nimeamua nirudi kwanza hapa mkoani Rukwa. Nirudi nyumbani tu hapa nikae wakati naendelea kutafuta kazi zingine. Mama, kazi ni kazi tu, haijalishi mbali au karibu na nyumbani. Lakini naomba uongee kwanza na Kolumba. Mama akaniambia sawa, haina shida. Basi kazi ile nilimwachia mama. Basi mama yangu kuna siku alimpigia simu Kolumba kwamba aje pale nyumbani ana maongezi naye. Basi Kolumba alitii wito akafika. Mama yangu akamwambia yale yote ambayo mimi nilimwelekeza amwambie. Kolumba akaitikia akasema sawa, lakini nitawapa majibu. Ngoja na mimi nikawashirikisha watu wa nyumbani ili tujue tunafanyaje. Mama akamwambia sawa, lakini hakikisha unakuwa na majibu mazuri ambayo yataweza kumfariji mwenzio. Si unajua kwamba mwenzio anapitia katika kipindi kigumu. Kolumba akamwambia mama, sawa mama, haina shida. Basi baada ya maongezi hayo akanitumia message. Akaniambia vipi good luck? Nikamwambia poa Kolumba, mambo? Akaniambia poa, unaendeleaje? Nikamwambia naendelea vizuri. Akaniambia mimi mwenyewe naona. Ulishindwa vipi kuniambia kwamba umefukuzwa kazi hadi unakuja kumwambia mamako? Mamako ndo aniambie mimi. Kwani wewe una mdomo wa kuweza kuniambia kwamba umefukuzwa kazi? Nikamwambia ninao Kolumba, lakini nilikuwa nawaza ni namna gani ambavyo naweza nikakuingia ili unielewe. Ni namna gani ambavyo ningekupanga ili unielewe. Ni kweli Kolumba, ni miezi 6 sasa sina kazi mpenzi wako. Nimepitia katika kipindi kigumu sana. Yaani hata zile pesa ambazo nilikuwa nakutumia nimepata kwa ugumu sana. Naomba unielewe. Kolumba akaniambia, "Hivyo good luck, kumbe ni mshenzi?" Yaani umefukuzwa kazi na hutaki kuniambia. Unaenda kumwambia mamako. Mamako ndo Kolumba? Nikamwambia hapana, lakini mimi mama ndo mtu ambaye namuamini. Akanambia, unamwamini? Sasa sikiliza. Mimi nilikukubali ni kwa sababu ulikuwa una akili za kujitafuta. Yaani umekaa miezi 6 una kazi, alafu unaniambia sijui tuvumiliane, nimalize chuo, nitoke nije nikae kwako. Nani kasema? Yaani kwa taarifa yako, mimi siwezi kukaa na mwanaume ambaye hana kazi. Na kingine, mimi siwezi kukaa na mwanaume ambaye haeleweki. Wewe cha msingi cha kufanya ni kutafuta pesa kadri uwezavyo. Mimi usinihudumie, muhudumie mtoto wako. Nikamwambia Kolumba, unasemaje? Yaani kwa ajili ya kazi unataka kuniacha Kolumba? Akaniambia, kwa ajili ya kazi nataka kukuacha. Kwamba usipokuwa na kazi tutakula mapenzi mimi na wewe, si ndio? Kwa kuangaliana usoni, kwa kupeana maneno matamu, ndicho ambacho kitatulisha katika maisha yetu, si ndio? Sikiliza good luck. Uenda ulikuwa unijui vizuri mimi Kolumba. Kipindi kile nilikukubali ni kwa sababu familia yenu ina uwezo sana. Sawa? Ndio maana nilikukubali kiurahisi, na nilikubali kuzaa na wewe ni kwa sababu nilijua unajiweza na ulionyesha nia kweli kwamba unajiweza. Sasa umeshakuwa maskini, mimi nitakuwa vipi na mtu maskini kama wewe, ukizingatia binti mrembo kama mimi ambaye nasumbuliwa kila kukichwa na wanaume kibao, wanaume wenye pesa zao. Nilikuonea tu huruma. Sawa? Nikamwambia Kolumba, unaongea nini? Unasema nini mpenzi wangu? Ni nani ambaye anakupa hayo maneno uniambie mimi mpenzi wako? Umesahau ni wapi ambapo tumetoka Kolumba? Umesahau mimi na wewe kuna kiwanja ambacho tumenunua kwa ajili ya familia yetu? Umesahau kwamba mimi na wewe kuna nyumba ambayo tunaendeleza kuijenga ambayo imesimama kwa kipindi hichi kifupi? Kolumba,
Umesahau kwamba mimi ni mwanaume mtafutaji. Umesahau kwamba mimi ni mwanaume mchakalikaji. Nimekwambia sina pesa, lakini si pesa za kula. Nimekwambia sina pesa kiwango kile kikubwa ambacho nilikuwa nakupatia. Kolumba akanambia, ndio najua una pesa kiwango kikubwa ambacho ulikuwa unanipatia. Lakini ndio, si una pesa za mboga. Sasa mimi pesa za mboga zitanipeleka wapi mwanamke mzuri kama mimi? Nikamwambia Kolumba, unajua wewe ndio moyo wangu. Usinitese Kolumba. Usinipe maneno ambayo yananiumiza moyo wangu. Kolumba, ukitafuta neno zuri zaidi la kuniambia, niambie tu unanipenda. Ukitaka kitu kizuri zaidi cha kunifanyia, basi zidisha kunipenda na si kupunguza upendo wako kwangu eti kwa sababu ya kipato. Mpenzi wangu, mimi bado ni mwanaume, tena ni kijana mdogo kabisa ambaye nina nguvu za kutafuta. Labda kupunguza kwangu kukuambia kwamba nakupenda hakumaanishi moyoni nimeacha kukupenda Kolumba. Kumbuka tayari nilikuwa nakupenda kabla hata maneno ya mapenzi kati yetu hayajajijenga. Mpenzi wangu, unajua fika wewe ndio mwanamke wangu wa kwanza katika maisha yangu. Naomba usinifanyie hivi. Kolumba, sikwambii kwamba nakupenda kama mtu niliyokosa kumwambia neno hilo. Nakwambia nakupenda ili uelewe moyo wangu na hisia nilizobeba juu yako. Nimekataa wanawake wengi kwa ajili yako. Nimepata vishawishi vingi pale jijini Mbeya kwa ajili yako. Nimevikataa kwa ajili yako. Kwa nini unataka kunitupa? Kwa nini unataka kunitupa katikati ya bahari yenye kina kirefu ingali ukijua kwamba mimi si hodari wa kuogelea? Naomba usinitese mpenzi wangu. Kolumba kaniambia, "Oh, wow. Una maneno mazuri sana Goodluck. Yaani maneno yako ni mazuri sana. Oh, nimepitia vishawishi vingi, nimewakataa wanawake wengi kwa ajili yako." Huo ulikuwa ni uzembe wako. Huo ulikuwa ni uzembe wako. Au wanawake walikuwa wanakutafuta ni kwa sababu ulikuwa na pesa Goodluck. Hata mimi nilikuwa nang'ang'ana ni kwa sababu ulikuwa na pesa. Sasa sikiliza. Kila binadamu ana pande mbili ambazo anazo. Siku zote katika mahusiano yetu nilikuwa na kuonyesha upande mzuri tu kwenye pande zangu mbili. Hata nikiwa na hasira bado nilikuwa nikizungumza nawe kwa maneno mazuri. Lakini huu ndio upande wangu wa pili. Goodluck, tafuta pesa ndipo unitafute mimi Kolumba. Usipokuwa na pesa utabaki tu kuwa mzazi mwenzangu, yani baba wa mtoto wangu. Siwezi kuwa na mwanaume kapuko kama wewe. Kisha akakata simu. Kiukweli maneno haya yaliniumiza sana. Sikudhani kwamba duniani kuna wanawake ambao ni kigeugeu. Yani mwanamke huyu kumbe alikuwa ananipenda ni kwa sababu aliona kitu ndani yangu. Hata wakati nipo shule kujifanya kwamba anataka kunibadilisha maisha yangu ya kimasomo, kunifanya nisome kwa bidii nifaulu masomo yangu, ni kwa sababu alinikubali, ni kwa sababu ya uwezo wa familia yangu. Eti leo hii namwambia kwamba nimepata changamoto kidogo katika kazi yangu, ananionyesha makucha yake, anaonyesha kwamba kwangu alifuata kitu. Hakuwa na mapenzi ya kweli, bali alifuata kitu nilichokuwa nacho. Maskini Kolumba. Kolumba, wewe ndio kunifanyia mimi hivi Goodluck. Umesahau mazuri yote tuliyofanya pamoja. Umesahau nyakati nzuri zote tulizokuwa pamoja mimi na wewe Kolumba. Umesahau kwamba mtoto wetu ni kiunganishi chetu. Umesahau Kolumba. Umesahau kwamba mimi ni mwanaume ambaye nimetokea kukupenda kwa dhati. Umesahau Kolumba. Kolumba, hata iweje siwezi kukuacha. Nitahakikisha nakupata. Kama tatizo ni pesa, basi nitahakikisha nazipata kwa udi na uvumba. Nitahakikisha nitafanya juu chini ili nizipate pesa, ili nikurudisha katika mikono yangu. Nilijapiza maneno haya katika moyo wangu na nilidhamiria kufanya chochote nitakachokiweza ili mradi tu nipate pesa, ili nimrudishe mwanamke wangu Kolumba katika mikono yangu. Naam, na huo ndio mwisho wa sehemu ya 3 wa simulizi yetu pendwa inayokwenda kwa jina la Nitampata Wapi. Je, Goodluck atafanikiwa kumrudisha katika mikono yake mpenzi wake Kolumba? Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Nitampata wapi?